Kwa Vitalis Oscar Angelo, ila watu wengi wananiita kama Don Classic. Ni singer, ni songwriter, content creator, manager wa wasanii, ni journalist by professional, ni content and digital strategy. Natokea A-Town Arusha. Bwana, hebu tuambie, tuzungumzie hapo kwenye kusimamia wasanii. Yes. Moja kati ya wasanii ambao umekuwa ukiwasimamia tukushuhudia nao ni kundi la Wadudu. Hebu tuambie, ulianzaje nao na maisha ya Wadudu kwa ujumla yakoje? Okay, kitu ambacho watu hawakijui kuhusu Wadudu. Wadudu ni watu ambao nimekuwa nao mtaani. Okay. Yaani wananiona kaka yao, yani kama Pastor Goralian ni mtu ambaye tumekuwa naye kuja mjini tumekutana, alikuwa anafanya shughuli zake nyingine. Kelvin ambaye Mboro alikuwa ni wadogo zangu wote wale. Sawa. Na stomach engineer ni wadogo zangu wote kwa. Kwa hiyo walikuwa wanaona harakati zangu pia, sababu kipindi nilikuwa naimba nafanya muziki, kwa wanaona harakati zangu unatoka kipindi 2011 12 msanii kutoka hapa kwenda Dar kufanya promotion bila kuwa na management na nini, ilikuwa ni kazi ngumu sana 19 na 11, lakini nilikuwa nafanya mimi mwenyewe. Wanatoka nikatoka naenda Nairobi, narudi nafanya mitikasi zangu. Walipoona wameenda, sababu hapo walipitia kuna kipindi kuna era walipitia hapo, walikuja kama wakaondoka afu wakaja tena. Walipokuwa wanakuja siku moja niko nyumbani, sababu kwa napiga story kanipigia simu tu, "Don but nakuomba njoo na kikao na wewe." Kwa hiyo nilipofika kaniambia bwana mene tunakuomba. Wewe unajua unafanya muziki. Tunajua kazi zako, kwa sababu kuna baadhi ya wasanii ambao nilikuwa nishawasaidia. Ndio jambo lilikuwa sio kwenye makubaliano, sio kimakubaliano zaidi, lakini nilikuwa nishawasaidia. Tushafanya kazi nao, wasanii kibao. Kwa hiyo akaniambia bwana tunakuomba. Sababu wewe tunajua kuna vitu vingi unajua kuliko sisi. Tunaomba sisi tayari tushakuwa maarufu, lakini tunaomba sisi wewe utusimamie, wewe meneja wetu sisi. Tutoe umaarufu uwe pesa. Sababu tunajua unaweza kutufanyia hiyo. Kwa hiyo tulikaa tukakubaliana, tukaongea, tukajadili vitu vingi, tukasema tunafanya kazi, lakini kwenye kazi pia na ufamilia pia. Kwamba tunafanya kazi as a manager na nini, lakini kuna matatizo ya kusolve kama familia. Kwa hiyo ndo hapo ndo urahisi wa kufanya kazi na Wadudu au watu wengi. Unawezaje kwa manage Wadudu? Yaani Wadudu ni watu smart sana kuliko unavyofikiria. Yaani watu wakiangalia kwenye picha ya nje wataona kwamba ni watu ambao ni vichana, watu hawajielewi, lakini ni watu smart, ni watu creative. Wanadhani kwamba Wadudu wanavuta kwanza, ndio waingie kazi yao, wanakunywa kwanza. Mwenyezi Mungu mshahidi yangu mimi ni Mkristo na nimezaliwa kwenye familia ya dini. Hakuna mdudu anayevuta bangi hata mmoja. Hakuna hata mmoja. Pastor kwanza Pastor hata ukimpa pombe chupa moja. Pastor Goralian. Ukimpa yule ni Muislamu kabisa. Hata ukimpa pombe bia moja analewa kabisa. Hawezi pombe. Maana yake hana kichwa cha pombe. Hana kichwa cha pombe. Kwa hanyagi pombe. Lakini hao wengine labda smoker hatumii kilevi chochote. Smoker hatumii kilevi chochote. Na anajiita smoker. Hatumii kilevi chochote. Mbona ni vile hatumii kilevi chochote. Kelvin kidogo ndo, sababu ni vijana kidogo ndo anatumia pombe kidogo. Na kwa ni mzaliwa wa Moshi. Wanachaka kidogo na pombe lazima watu. Wanaria kidogo. Lazima ni asili. Kwa hiyo yeye anatumia hilo. Hiyo inajulikana. Lakini sio mlevi, ni mnywaji kama watu wengine. Kwa hiyo Wadudu ni watu, alafu sisi tuna maisha yetu nje ya sanaa. Kwa hiyo tukiwa kwenye media, kwenye content au kwenye media, tuna deliver kile ambacho media inataka. Kwamba ule Ududu ni kazi. Ni pale tuko kazini, tuna deliver content kwa ajili ya mashabiki. Na yale ni maisha ambayo tumetamani sisi tuyaishi. Watu wajue upande ule, wasijue upande wa maisha yetu sisi. Sababu pale ni watu wana wake zao na wana watoto, ni baba wa familia. Wale Wadudu wote kama mlishuhudia Pastor Goralian alioa, afanya ndoa kabisa, tena sio kuishi kihudi. Ana mtoto mmoja anaitwa Naira na anaishi na mke wake. Kelvin mnajua ni baba wa watoto. Ana watoto wawili. Sawa. Hao wengine kama ana watoto wawili ninawajua bali walitoa ni wawili, ambaye mmoja ndo mama yake alipata madhila kama unakumbuka, kwa yale aliyotokea mama yake na yake alifariki, mke wake, lakini tunaendelea. Smoker naye ni mtu ana maisha yake. Mimi uko na maisha yako. Hivi ni watu ambao kwanza tunatengeneza mtaani kwetu. Ukifika ukiuliza kuhusu habari zetu hutaamini utakachoambiwa, sababu si ni watu ambao tuna discipline, tuna ushirikiano kwenye jamii, tunaishi maisha mengine tofauti na yale ambayo tuna deliver huko. Yaani ile ni kazi, Ududu ni kazi. Kwa hiyo unawazungumziaje watu ambao wanadhani kwamba Ududu ni uhuni, uvuta bangi, unywaji wa pombe, ujambazi, wizi? Siwezi kumlazimisha mtu aamini kwamba sisi hatutumii hivyo wanavyofanya. Lakini tunachotaka tumhakikishie sisi tuko kazini pale. Lakini kama ameamua kuamini kwamba Wadudu ni wavuta bangi, ni waizi na nini, hayo ni mawazo yake. Hatumlazimishi mtu na ni maoni yake. Hatumlazimishi mtu atukubali, sababu kuna neno moja linasema, Waswahili wanasema
maneno mengi ni kilemba cha uongo, ni kilemba cha uongo. Kwa hiyo tukiwa tunakuambia sana, tunakulazimisha uamini sana, utaona kwamba tunakudanganya. Kwa hiyo hatuwezi kukuaminisha, lakini hizo ndio ukweli basi. Adoni, tukiangalia wadudu wanavyoonekana, Yes. Tofauti na sanaa. Najua kila mmoja na professional yake. Yeah. Unaweza ukatuambia kila mmoja na anachofanya tofauti na nje na sanaa? Yes. Pastor Goralian. Pastor Goralian ni fundi mechanics, anafanya mabodi ya magari. Anafanya mabodi ya magari, anatengeneza magari, yani anapimp magari. Okay. Hata ma TDI mengi anapimp TDI, anapimp kila aina ya gari. Pastor Goralian. Smoker. Yule anaitwa Meatman. Meatman yule ni kazi yake mara nyingi sana yuko buchani sana. Okay. Anafanya biashara pia, anaenda mlimani pia. Anapanda mlimani kwa wazungu. Kelvin ni fundi. Ni fundi kabisa. Ni fundi ujenzi kabisa na ana vyeti. Ni fundi ujenzi kabisa na ana vyeti technical. Vyeti kabisa. Kwa hiyo ni usipomuona kwenye ududu, sasa hivi unakuta yuko site, yuko nini, ana kazi zake na anapokea kazi zake mwenyewe, anaenda kufanya. Okay. Yaani kuanzia nyumba hapo chini mpaka anakukabidhi nyumba ufunguo. Anafanya Kelvin Mboro. Kelvin. Yeah. Okay. Mimi najulikana. Mimi ni journalist, ni singer, pia mimi ni fundi pia. Ni fundi tiles na kampuni yangu inaitwa Brothers Tiles. I say nilikuwa sijui hiyo. Kwa hiyo ni fundi tiles na kampuni. Kwa hiyo wote ukiongelea hata manager Vale ni guide, ile manager yangu mwingine msaidizi ni guide pia. Yani wote tuna professionals zetu yani. Lakini ududu tunafanya kama ni kazi yetu pia, kati ya zile kazi zetu. Ududu unalipa manager ama mnapoteza muda? Kuna watu wanajiuliza maswali. Unajua bana, kila mtu unajua unapojiweka inafanya kila mtu awe na maswali mengi, na hiyo ni kitu kizuri sana, watu wana maswali juu yako wewe. Na watu wasipokuongelea siku zote utakuwa huna impact. Huna impact kwenye jamii, ndio maana. Ududu in short unalipa. Yaani kwa kifupi unalipa. Kwa sababu gani kwamba unalipa? Kila unapotuona tuna attend kwenye event, ujue tayari tumeingiza pesa mfukoni. Na sio hela ambayo mnafikiria sisi tumepata pesa. Ukiona tangazo, tumefanya tangazo lolote, ujue tumelipwa pesa. Ndio maana wadudu kuna manager. Tuna manager kwa wawili, mimi na Vale. Manager kwa wawili. Mimi kama manager, apart kazi zangu mimi nakwambia, mimi huu ni mwaka wa pili. Nalipa renti, nakula, kila kitu. Unaona mimi ni kutokana na kazi ya wadudu peke yake. Okay. Yaani sio kazi nyingine zote. Kama kuna hela nyingine napata nafanyia mambo mengine. Lakini ile ambayo nitalipa rent na ni kazi za wadudu. Kwa maana hiyo ni kazi inayolipa. Naweza tusipate kazi miezi miwili, lakini mwezi wa tatu unapata kazi afu inakulipa vizuri. Yaani unafidia makorongo yote ya miezi miwili. Yeah, ni vizuri kwa ududu unalipa. Sababu mimi napenda kuambia hata vijana wengi ambao wanajaribu kufanya hizi content au hata kutuiga sisi wadudu, kutengeneza content kama sisi. Mimi napenda kuadvise kidogo kwamba kutengeneza umaarufu ni kazi rahisi sana, lakini kuconvert umaarufu uwe pesa ni swala lingine pia. Kwa hiyo unatakiwa uwe smart. Kama ukishatengeneza ukishakuwa maarufu, ijue thamani yako, afu jua unatafuta nini. Convert umaarufu wako uwe pesa. Na hapo wengi ndio walikuwa wanashinda. Na hapo ndio sawa, lakini wanashindwa kuconvert kupata pesa. Alafu sisi wadudu hatutaki kuonyesha maisha yetu kwa kila mtu kwamba tuna hiki. Sababu tunajua muda ndo rafiki wa kweli. Muda utafika, tutaonyesha watu ni muda sahihi, tutaonyesha tu kwamba kwa ajili ya kuwa motivate vijana wengine kwamba sisi wadudu tuna hiki. Tumepata vyote kwa sababu ya kazi ya ududu. Ndio maana unaona, kwa sababu hiyo watu ambao wanaelewa tunachokifanya nini, ndio maana unajikuta tunapewa matangazo makubwa na kampuni kubwa zinatuamini kwa ajili ya kutupa matangazo. Tunafanya nao kazi kwa sababu wanajua hawa ni content creator, watakuwa na maisha yao mengine tofauti na hapa. Unawezaje wa manage wadudu? Kwa sababu ku manage vijana wasanii kama ambao ndo tuseme wanaanza, huwa kuna kelele nyingi sana. Ndio nasema miluzi mingi upoteza mbwa. Kwa hiyo wanasikia miluzi mingi huko kiasi kwamba hata wewe mwenyewe inakukatisha tamaa. Unawezaje kuhandle hilo? Okay. Kabla hatujajiita wadudu, ilikuwa ni Chuga Dance. Pastor Goralian, Smoker, Dizo, Mboro. Walikuwa ni Chuga Dance. Na ndio walianza style zote, unaona watu wote wanaiga style za Arusha, wakina nani wote unawaona wote mpaka washakuwa maarufu, labda hawako hata nchini. Wote wameiga kutoka Chuga Dance. Okay. Kwa hiyo walishapokuwa maarufu tayari. Wakapitia kwenye changamoto hiyo. Wakadrop wakawa
sababu ya maneno ya watu. Waliporudi tukaamua kubadilisha kuwa Wadudu. Walikuwa wanajua tayari kwamba tulikosea sehemu fulani. Kwa hiyo sasa hivi tunataka tufanye hivi ili tukarudi tena. Kwa hiyo wale ni watu ambao huwezi tena kuwadanganya chochote kuhusu maarufu. Hawezi wakasikiza maneno. Ndio maana tunafanya, sababu huwezi kuwadanganya chochote tena kuhusu maarufu. Wanaujua. Ndio maana sisi tunaishi tunaona maarufu ni kitu cha kawaida tu. Ndio maana hata unapoona juzi kama miezi kadhaa hapa kuna wengine ambao tuliwapunguza kwa sababu ya hiko. Ni wale ambao tuliwaleta tukamwambia tuwe timu wote tufanye kazi. Lakini walipokuja sasa umaarufu, sababu ndo mara yao kwanza kuwa maarufu, wana masikio yanazidi kichwa. Masikio yanazidi kichwa. Kwa masikio walipozidi kichwa tukayakata. Masikio tukayakata tukaweka pembeni. Kwa sasa hivi kundi la Wadudu lina wasanii wangapi? Memba wa Wadudu wote timu nzima ina watu 6 sasa hivi. Lakini wasanii wako 4 ambao ni Pastor Goralian, Kelvin, Stomach Engineer na Liwe. Liwe. Hebu muelezee Liwe. Sababu hata mara ya kwanza anaitwa Naliwe. Liwalo. Ndio kulikuwa kuna Liwalo na Liwe. Lakini Liwalo akaa ndio hiyo ambayo tukampunguza tukabaki na Liwe ndio akabaki. Okay. Sawa. Tuambie na Liwe ambaye ndio msanii mdogo kati ya wote. Okay, ndio kama umefanya usajili mpya. Hapana, alikuwepo muda wote. Alikuwepo hata wote, timu ilikuwa na wasanii 6, kwa manager walikuwa 2. Sawa. Kwa hiyo tulikuwa 8. Tulikuwa 8. Kwa wale tulipopunguza wale 2 kutokana na utovu wa nidhamu, tukabaki na hawa 6. Lakini Liwe alikuwepo. Lakini mara kwanza ulikuwa huwezi kujua jina lake, unasema Liwalo na Liwe. Okay. Walikuwa wanaitwa Liwalo na Liwe. Kwa hiyo yupo. Sawa. Doni, uko na vijana ambao ndio Wadudu na ni watu ambao wanajulikana, lakini kuna wengine ambao ulishawasimamia. Yamkini leo ndio watu wanajua kwamba Doni alisimamia nani na nani na wako wapi. Bwana, kuna vitu vingi msipendi kusema, lakini sio kwa ubaya. Okay. Najua kwamba uko nao vizuri. Ni familia pia tutafanya. Na leo na kesho tena tutakutana nao mnafanya kazi. Tutafanya kazi. Mimi nilikuwa manager wa Zuli Comedy. Hata unaona ile nyimbo ya Mwagilia Moyo yote ile ndo hata wenyewe uzuri wana appreciate ndo kufanya. Hata kwenye Mwagilia Moyo yote mimi ndo waandishi wangu, na mimi hata mimi nimeimba kule. Hata mpaka chorus nimefanya kule. Kwa kipindi ile nilikuwa nasimamia, lakini ilikuwa hakuna makubaliano rasmi na nini. Lakini ilikuwa tunafanya azi twende tufanye hivi ili tufike tutimize ndoto zetu. So far nashukuru Mwenyezi Mungu anafanya vizuri. Maisha yanaendelea. Na baada kabla hapo kuna wengine nishawasimamia, lakini ndio maana ndio kaja kwa Wadudu. Kwa mimi kwenye hii industry, music industry, kuna mimi nilikuwa msanii, lakini kuna wasanii wengi ambao nimewasaidia direct kuwa manager yao, na wengine indirect kwamba kuwachukua, kuwapa connection, kuwa na hapa hivi. Even though kuna anafanya vizuri Black Queen. Yes. Black Queen mimi ndo nilimconnect na Black Market Records Nairobi. Na hata mimi nilimtoa kupeleka Nairobi, Black Market Records. Mimi ndo nimemtoa, nimempa connection, nilimtoa nikaenda Dar kufanya naye interview, nilikuwa nampeleka kufanya naye interview kwa gharama zangu, na mimi nilikuwa nafanya promotion ya nyimbo yangu. Nimetoka nikao na nang'ania nataka management, nikaongea mimi mwenyewe nikamwambia ongea na Cedric. Cedric ambaye ni CEO wa Black Market dunia nzima. Okay. Nikamconnect na Cedric ambaye makao makuu yako Marekani. Lakini ana ofisi Nairobi, na kwa mimi ndo nilimconnect, nikaongea naye na kina Danki hizo kina nani wote mameneja wa Kenya, na nikamchukua nikampeleka Kenya. Kwenye kundi la Wadudu. Yes. Ni kiasi gani kikubwa sana cha fedha ambacho mmewahi kukiingiza katika kazi zenu mpaka vijana wakasema unajua sometimes ngoja niwaambie kitu kimoja. Mimi sitaki kusema pesa kubwa ambayo tumeshika. Yes. Sababu bado tunahitaji kupata pesa nyingi. Tunahitaji kupata hela nyingi, ila sisi kazi za milioni ziko nyingi sana. Okay. Kazi za milioni. Ni kazi za kawaida ambazo tunafanya kila siku. Hiyo kushika milioni kitu. Yaani kazi hata kwa transaction utaona kazi za milioni ni kazi za kawaida. Kwa hiyo sitaki kuambia kwamba tunashika hela nyingi kubwa ni kiasi gani, lakini amini kama sisi tushafanya kazi na kampuni kubwa nyingi. Tushafanya kazi na kampuni kubwa, na sasa hivi tunashukuru Mungu bado kuna kazi zinakuja na kampuni kubwa nyingine nyingi. Kwa hiyo tunashukuru Mungu anaonyesha. Manager sema una Dudu said. Au Dudu ndio kitao. Mimi Dudu.